Kwa kukujibia swali lako kwamba kwa nini tumeitwa Banu Adam na kwa nini tunahukumiana bila kutafakari, au mtu anaweza akamchukulia akamhukumu mtu akamuona kama vile ni mtu asiyefaa na kadhalika. Kwanza ni Banu Adam sababu ni watoto wa Adam alayhi salam, na sisi al-insan ambao tumetokamana na neno nasia, kukusahau. Kwa hiyo mtu anaweza akakosea, ima akakosea alisahau au hajui, na ili mtu ukamilishwe binadamu wake ni mpaka akosea au asahau, ili binadamu wa mtu fanya nini? Ukamilike. Ima amekosea au amesahau. Asiyekosea ni Mwenyezi Mungu na asiyesahau ni Mwenyezi Mungu. Lazima ile matendo ya kibinadamu uwe nayo. Mwenyezi Mungu ndio mwenyewe amesifika mwenyewe kwamba la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Mwenyezi Mungu hapati na kulala wala kusinzia. Haya ni mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa suala la mtu kumhukumu mtu mwingine, unajua kuna maisha ambayo binadamu jamii ilikofikia, tunaishi unamfanya mwenzako awe mwenye kupatia tu. Sio wewe upatie. Yaani unamfanya mwenzako ndio awe mwenye kupatia tu, kwamba sio mwenye kukosea. Kitendo cha kuwafanya wenzako wao wenye kupatia tu ni kosa. Kwa sababu ukiwafanya binadamu wenzako wao wanapatia tu kila siku, ndio itakapofanya ikitokea wao wanathibitisha binadamu wao kukosea, ili wao binadamu utawahukumu tu ili mradi wapate ile hukumu mbaya. Mtu kajisahau, sema kujisahau ni kuthibitisha binadamu wake, lakini wewe utamhukumu kwa sababu ya kumfanya wewe unamuona wewe mwenye kupatia. Badala ujione wewe mwenye kupatia, wewe unatenda vizuri upatie, ili maisha yaende vizuri, unamfanya mwingine mwenye kupatia. Sasa unapomfanya binadamu wenzako mwenye kupatia, unamtoa kwenye kundi la nini? La binadamu. Na binadamu akosea au asahau, na anapokosea ana mlango wa tauba. Allah anasema walaula idh-dhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Lau walidhulumu nafsi zao alafu ja'uka wakakujia Muhammad kwa kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lawajadullaha tawwabar rahim, watampata Mwenyezi Mungu ni mwenye kupokea tauba na ni mwenye huruma. Hivi ndivyo alimweleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusu mwanadamu. Lakini pia anapokuwa amesahau akakosea kwa njia ya kusahau, Allah anasema fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, kumbusha, hakika ukumbusha utawafaa walioamini. Kwa hivyo watu wanaweza kujisahau na mambo. Kumbushe amekosea, mpe mlango wa kutubia kwa Mwenyezi Mungu, lakini mpe mlango wa kumsamehe, kwa sababu kusameheana jambo zuri. Hata Bwana Mtume Muhammad alipokuwa amefika mahali ameishi na watu wasio Waislamu wanaishi vibaya, Allah alimwambia fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri, wasamehe wao, wana pia vile vile fa'fu anhum, wachukulie afu utaratibu, wastaghfir lahum, watakia msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Alafu kisha Mwenyezi Mungu akamwambia kwa fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri, na washauri katika mambo. Maana ukienda vibaya kaa nao, shauriana nao majambo, ima ni wanaohusu wao wenyewe au inahusu kwa kweli Muhammad au jamii. Kwa hivyo kitendo cha kumfanya, kuna watu wanajifanya wao wanawafanya wenzao wao wenye kupatia kila siku, kila kitu wapatie, ndio maana wakikosea wanawahukumu vibaya. Kwa hivyo kuhukumu mtu vibaya ni jambo baya, jambo lisilofaa. Mpe mtu nafasi nzuri apate kujirekebisha katika mambo ambayo kwamba amekosea, kwa sababu hakuna mtu al-kamalu lillah, mkamilifu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie na sisi inshallah taala tunapokosea turudi kwa Mwenyezi Mungu, na tunapokosea na sisi wenyewe tuwe wenye kusameheana. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin, Allahumma amin. Na imani Allah tuwafikishe sote, Amin. Na ndio hiyo aweze kuipokea. Amin. Na ningependa kushukuru sana kwa sababu umenijibu vile swali langu nilivyokuwa nataka lijibiwe. Na hii kutokana na jibu hilo ulilonipatia halitoninufaisha mimi tu basi, litatufaidisha sisi sote, hata ndugu mtazamaji hapa anayetusikiliza kupitia, na kwa sababu nimeuliza maswali mawili: nini maana ya binadamu, na kwa nini sisi kama binadamu tunakosa ule utu, huruma ya kuweza kumhurumia binadamu mwenzio juu ya mambo anayofanya, mpaka unampelekea kumhukumu kutokana wewe kwa sababu upo katika kitengo fulani, position fulani, ukamdharau yule ambaye yupo katika hali ya chini. Basi nisiwe na mengi ya kusema.
Karibu sana ndugu mtazamaji katika kipindi chetu Darusul Khair, jioni njema, kinachopatikana kila siku hapa ZHTV online. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kwa niaba ya ndugu mtazamaji Adam Six, nikiwa nipo mimi